Ujambo mpendwa mtazamaji wa Elila TV, karibu tena kufuata taarifa zetu za habari katika lugha sanifu nyororo tukufu ya Kiswahili ambayo inaletwa muda na studio nami Esther Shababu. Ufundi unashikiliwa na Johnson na hivi karibuni kwanza ni muktasari wake. Uko Bukavu, wapambanaji wa M23 wametembelea leo chuo kikuu ya USDR Bukavu, na hao wameambia wanachuo wasiwe na hofu kwani hakuna atakayewapindua. Na uko Ruchuru kumeonekana na wizi wa watu wasiojulikana, na hao wamefanikiwa kuiba vitu vingi kunako shule moja ya kisekondari ya uko Ruchuru. Haya na mengineo ndio wanaunda taarifa hizi za habari, na vile vile tutazungumzia habari ya uko Sudan Kusini ambao Ujerumani vile vile imeonyesha kuondoa watu wake mnamo nchi ya Sudan Kusini kuonekana na hali ya vurugu inayoendelea mnamo nchi hiyo. Ni habari kamili. Bukavu, muda ambako wanajeshi wa M23 wanaendelea kudhibiti miji miwili muhimu ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini na Kusini, ikiwa ni Bukavu na Goma. Wanajeshi wale wametembelea hii Machi 24 chuo kikuu ya USDR huko mjini Bukavu, inakuwa ni makao makuu ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Hawa walihakikishia wanachuo wale kama wasio na hofu yoyote kwani hakuna atakayewatoa eneo hizi, na wakuja tu kwa lengo ya kuteka mji wa Bukavu na Goma, lakini ni kuweza kuichukua nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndoto ya Yusufu. Tutasoma. Mimi tutasoma. Na uko Ruchuru ambako kisa ya kuweza kuiba mali na watu wasiojulikana, majambazi wasiojulikana walivamia ofisi ya taasisi ya mimbili ya shule ya kisekondari ya Kiprotestanti ya iliyoko huko mnamo mkoa mdogo ya Nyamilima. Hiyo inapatikana mnamo tarafa ya elimu ya 4 ya uko Ruchuru, mnamo mkoa mdogo, yani mnamo mkoa wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Usiku ya hii Jumaa hadi Jumamosi Machi 22 ndio matukio ya wizi yale yaliweza kujitokeza. Majambazi wale, kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari toka eneo hizo, kiasi kikubwa cha fedha na vifaa muhimu vya elimu viliweza kuchukuliwa na majambazi hale. Hawa waliweza kuvunja kufuli ya ofisi hiyo, ndivyo aliweza kujuza bwana Foster akiwa mkuu wa shule hilo. Ndivyo alibainisha na kusema kuwa vizaa vilivyoibwa ni pamoja na mashini za kuweza kushonea mavazi kwa wale ambao wanatumia mkondo ya kushona mavazi, sabuni ya maji 12 ya kuua vidudu iliibwa, vile vile hizo vipaza sauti vikubwa inavyoita amplificateur na boxi la kalamu na muhuri ya shule hilo. Kiasi kilichokadiriwa kuibwa na wajambazi yale ni pesa ya Kongo 10,015, yani 50,000 francs congolais, na hiyo iliyokuwa ikisajiliwa na kuweza kuchukuliwa kuweza kusaidia watoto wa chuo ya elimu ya 8, yani Witiam Education de Base, hiyo yani EO01, pamoja na pesa kidogo iliyokuwa ikitoka kwa wazazi. Sabuni hizo ziliweza kuibiwa, vile vile na vipaza sauti hivyo vikaweza kuibwa, vile vile sanduku za kuhifadhia kalamu viliweza kuibwa, ndivyo amesema Faustin akiwa kiongozi wa shule hizo. Mbali na vizaa vilivyoibwa, vifaa vingine vipatikanavyo viliharibika kabisa, ndivyo alihakikisha kiongozi huyo. Amesema kuwa pamoja na chaguo hilo, Faustin alihakikisha na kuwa kitendo hichi cha uporaji inaweza kuwa kuyumbisha eneo ya elimu ya Ruchuru ya 4, kwani ni eneo kubwa sana ambao wanafunzi wanakuwa wakisomea, na hao wameonekana kutokuwa na elimu nzuri siku hizi kutokana na wizi hilo. Huyu basi ameomba watu wote wenye kuwa na moyo mema na mtu yeyote mwenye kuona umuhimu wa elimu mnamo jimbo hilo ya kielimu kuweza kuwajia na msaada kwa vitu hivyo vilivyopotea.
na mara Kinshasa ambako serikali ya Kongo inasubiri kuona uasi wa M23 kutimiza kile kitendo ya uamuzi wake ya kuondoa vikosi vyake eneo ya Walikale na kando kando. Waziri wa mambo ya nje ya Kongo alisema hivyo siku ya 6 akijibu katika mkutano alioandaa na waandishi wa habari mjini Kinshasa. Bali na hayo, wakati wa mkutano wa waandishi wa habari aliweza kuzungumzia mengi na kusema kuwa wanajeshi wa M23 wataondoka eneo ya Walikale, lakini hadi sasa mapigano na uwepo wa waasi inaonekana kuenea eneo ya Walikale. Ndivyo duru zetu kutoka eneo hizo zinaendelea kuhakikisha. Na huko Mbujimai tunapatikana mnamo jimbo ya Kasai Oriental, mvua ilionyesha hiyo siku ya 6 jioni iliweza kusababisha matukio makubwa na uharibifu ya makumi ya manyumba na kuweza kuporomoka mnamo eneo hilo ya jimbo ya Oriental ya Kasai Oriental, ambao makao makuu inakuwa ni Mbujimai. Na kwa swala hii ya waasi wa M23 bado wapo katika kituo cha Walikale, eneo iliyoathiriwa sana na mapigano. Jumapili ilikuwa shwari katika eneo hilo ya Walikale inayopatikana mnamo jimbo ya Kivu ya Kaskazini, na imekuwa chini ya udhibiti wa wanajeshi wa M23 tangu Alhamisi iliyopita. Kundi hilo ilikuwa imetangaza kujiondoa Jumatano Machi, yani Jumamosi Machi 22 mwaka 2025, lakini Jumapili vipengele vyake bado vilikuwa mjini kulingana na mashahidi kadhaa. Baada ya siku 3 za ufyatuliaji wa risasi, milipuko mara kwa mara, Jumapili ilikuwa siku ya utulivu katika eneo ya Walikale, wakati wanajeshi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wapo katika maeneo yanayozunguka mji mkuu wa eneo hilo bila kujulia hali ya eneo ya Walikale. Kwa jina moja kwa moja anasalia chini ya udhibiti wa wanaume wa M23. Kulingana na watu tuliowasiliana nao, hawa wamesema kuwa, hapa na wanukuu, tuna shida ya kupata maji ya kunywa, barabara zimeharibika, maduka yameporwa kila mahali, watu wanapitia nyakati mgumu sana. Ndivyo mkaaji mmoja alisema, na anaendelea kusema hatuoni dalili zozote za kuondoka kutoka kwa jeshi ya M23 mnamo eneo hili. Ndivyo mkaaji mmoja alihakikisha kwa kusema asitaje jina lake. Hali hii tete inasababisha baadhi ya watendaji wa kisiasa mjini Kinshasa kuguswa na tukio kama na hile. Naibu wa kitaifa Michel Moto Muhima, mbunge wachaguliwa wa eneo walio wengi, alikaribia baraza ya nchi ya bunge wikendi hii iliyopita kutuma ujumbe wa dharura ya kibinadamu. Hapa na nukuu ujumbe yake: kulikuwa na msongamano mkubwa ya watu, wanataka kuondoa na kurudi msituni, huku wanaendelea kuwa na hali yasiyokuwa shwari. Maisha yao inakuwa kwenye hali ngumu sana. Wanakadiriwa kuwa zaidi ya 200,000 ambao wakaaji wanatamani kurudi tena misituni katika hali mbaya bila hata msaada wowote. Hiyo tunatambua, ndivyo mbunge ule aliweza kusisitiza. Na uko Angola ambako rais wa Angola Joao Lourenço alitangaza Jumatatu hii Machi 24 kujitenga kwake kama mpatanishi wa mchakato wa Luanda uliowekwa na ofisi mzuri kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Rwanda, iliyotangazwa kupitia basi mitandao mbalimbali, na huyo aliweza kuwekwa kama mpatanishi wa mzozo ya usalama mashariki mwa Kongo. Miezi miwili baada ya kuchukua wadhifa ya urais wa Umoja wa Afrika, Rwanda inaamini kuwa ni wakati wa kuzingatia mamlaka yake ya bara kwa bara, yani na bara ili la Afrika, kwa kukataa upatanishi huu. Tangazo hiyo ilitangazwa kupitia akaunti rasmi ya Facebook ya urais wa Angola Jumatatu Machi 24. Joao Lourenço anabainisha kuwa kwa usaidizi wa tume ya Umoja wa Afrika, mpatanishi mpya atateuliwa katika siku zijazo ili kuendelea na mazungumzo ya kutafuta suluhu ya migogoro kati ya nchi hizi mbili jirani, ikiwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda. Hapa na nukuu ombi yake: mpatanishi huyo ataungwa mkono na SADC na EAC. Ndivyo imetangaza urais wa Angola. Tangu Umoja wa Afrika iliyokabidhiwa kwa Rais Joao Lourenço jukumu la upatanishi kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda,
Angola haijaacha juhudi zozote za kujitolea kwa dhati, kwa nguvu na pia katika swala ya rasilimali kwa nia ya kupata amani ya uhakika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutafuta kurekebisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili jirani. Ndivyo iliweza kusoma mnamo chapisho lake. Hata hivyo, rais wa Angola pia anakumbuka kwamba siku zote aliamini kwamba kunapaswa kuwepo sambamba na majadiliano haya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya serikali ya Kongo na wanajeshi wa M23. Akuficha majuto yake kwa kutambua kwamba mpango huu mpya ulikatiwa na dakika ya mwisho ya seti ya mambo ambao baadhi yalikuwa nje ya michakato ya Kiafrika ambao tayari inaendelea. Na kwa kumalizia taarifa hii za habari, tukijielekeza huko Sudani Kusini ambako Ujerumani yamefunga kwa muda ubalozi wake nchini Sudani Kusini, Juba, ikiwa ni makao makuu. Nchini Sudani Kusini, mzozo ulioanza katika miezi ya Februari huko Upper eneo ya kaskazini mashariki mwa nchi huyo, itatishia kuanzisha usalama mkubwa na kuweza kuhamasa raia wa eneo hile ikiwemo mji mkuu wa Juba. Kwa hali yoyote, hii ni kwa dharia ya kuweza kuchukulia kwa uzito sana ya Ujerumani. Nchi hii imeamua kwa muda kufunga ubalozi wake katika mji mkuu wa Sudani Kusini ambao ni Juba. Tangazo hilo limetokea siku ya Jumamosi alasiri na Wizara wa Mambo ya Nje ya Ujerumani kwenye mtandao wa kijamii wa X iliyokuwa ikiitwa Twitter. Baada ya miaka mingi ya amani tete, Sudani Kusini kwa mara nyingine tena iko kwenye ukingo wa vita ya wenyewe kwa wenyewe. Ndivyo Ujerumani na laumu hapa na nukuu. Ujerumani na laumu ikimshutumu Rais Salva Kiir na makamu wa rais Riek Machar kwa kuitumbukiza nchi yake katika msururu wa ghasia. Kutokuwa na uhakika juu ya maendeleo ya makubaliano ya amani nchini Sudani Kusini tayari kumeifanya Marekani kutangaza Ujerumani kutangaza kuyaondoa wafanyakazi wake wasio muhimu siku ya Jumapili Machi 9. Siku tatu baadaye, Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudani Kusini ilijibu kwamba hali nchini Sudani Kusini bado ni shwari na ni salama, ukitaja matukio pekee yaliyoadhirishwa huko Upper. Kwa hivyo, uamuzi wa Ujerumani umeonekana kama kizuizi na kupendekeza hatari ya mapigano katika miji mkuu. Dhana haishikiliwi kila wakati hata kama mivutano inaendelea. Mashirika wa karibu wa Riek Machar wanasalia kizuizi, wakiweza kushutumiwa kuandaa ghasia na kuyaunda ghasia huko Upper. Kwa mashambulizi ya hangani katika kaunti ya Nasir na Ulang yanayotekelezwa na jeshi ya Sudani Kusini yameripotiwa na mamlaka ya eneo hilo kila siku tangu Machi 16. Mpendwa mtazamaji wa Elila TV, naamini ya kuwa umefuata taarifa hizi za habari ambazo zimetangazwa kupitia ufundi wake Johnson. Mtangazaji wako nilikuwa ni mimi Esther Shibabu. Basi usisahau ya kuwa unaweza jiunga nasi kupitia televisheni yetu, unaweza kutuachia maoni yako vile vile yapo chini, na vile vile unajiunga nasi kupitia akaunti yetu, andika Elila TV popote pale ulipo. Tunashukuru muda wako. Vile vile usahau kulike na kushare video hizi ili uone na kupata habari zetu kila leo. Naitwa Esther Shibabu, mimi pamoja na timu nzima tunakuwa tunawatakia siku njema na maandalizi mema ya siku nyingine. Mimi ni waage tu, bye bye. Elila TV, ensemble nous pouvons. Elila TV, ensemble nous pouvons. Pamoja tunaweza, pamoja tunaweza.